Moja kati ya stori za kisiasa ambazo zimekuwa zikitrend sana katika nchi hii ni kuhusiana na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuhusiana na kauli yao ambayo inaendelea kutrendi kwa maana ya kwamba no reform no election, kwa maana yake wakisema bila mabadiliko hapatakuwa na uchaguzi. Nafikiri Chadema wanahoja, wangesikilizwa hoja yao. Kwa nini wanasema hivyo? Ni mabadiliko gani ambao wanayahitaji na nini kitatokea endapo mabadiliko hayo hayajafanyika? Nini kitatokea? Nilikuwa nikimsikiliza makamu mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa John Heche, amekuwa akizungumza katika vyombo vya habari sehemu mbalimbali kwamba akielezea hoja hiyo kwamba nini watakifanya endapo hawatakuwa na mabadiliko. Wao wanasema kwamba uchaguzi wa miaka yote, uchaguzi wa 2020 na uchaguzi wa 2024, kwa maana ya kwamba mwaka jana uchaguzi wa serikali za mitaa hawakutendewa haki. Kwa hiyo wanahitaji mabadiliko, ikiwemo kutokatwa majina wagombea wao katika nyanja tofauti tofauti, madiwani na wabunge. 2020 na mnukuu Heche anasema 2020 anasema kwamba wagombea wengi wa chama chao cha Demokrasia na Maendeleo majina yao walikatwa kutokana na wamekosea kujaza fomu, wengine hawajui kuandika na nini. Hayo ndo mabadiliko ambayo wamekuwa wakiyahitaji. Kwa hiyo nafikiri Chadema wanahoja na wangesikilizwa wanaposema kwamba hawatogomea uchaguzi, watauzuia. Nafikiri wanamaanisha, na ningependa Chadema au ningewaomba wasiugomee uchaguzi huu kwa maandamano au kwa namna gani. Ningependa wangesimama katika misingi yao hiyo ambao wanazungumza kwamba wataugomea uchaguzi katika sera na haki, kwa maana kwamba wamesema wao kwamba watazungumza na watu maarufu, watazungumza na wachungaji watu wa dini, mashehe, watazungumza na vijana, watafanya mikutano mingi kuelimisha wananchi ni kwa namna gani wanataka uchaguzi wa huru na wa haki. Kwa hiyo sioni haja ya katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kuwakosoa au kama kuwanafikia kwa kauli hii ambayo Chadema wanaileta. Nafikiri ni wakati sahihi sasa serikali au watu wanaoongoza masuala ya uchaguzi wasikilize Chadema, kwa sababu unapokuwa unaanza kuwapinga, maana unaonesha kabisa nchi yetu inakuwaga inaga uchaguzi wa huru na haki. Kwa hiyo Chadema wana haki ya kusema hiko ambacho wamekisema, huo uchaguzi tu wa haki. Nafikiri kila chama kitulie, mambo yote yataenda vizuri, kwa sababu kila mtu anatamani uchaguzi uwe mzuri, pasiwepo na vita. Na kama unavyojua kunapotokea uchaguzi, baadhi ya external watu observer wanakuja kuangalia ni namna gani uchaguzi wetu umekuwa ukienda kwa huru na haki. Kwa hiyo kama kutatokea mushkeli yote au shida yoyote, basi tunaweza tukawa katika hali mbaya sana. Uchaguzi uwe na uhuru na haki ili mambo yote yaende vizuri, kuweza kudumisha amani yetu ambayo tumekuwa nayo kwa takriban miaka 60. Kwa hiyo hoja ya Chadema izingatiwe ili uchaguzi huu uwe kwa amani.